Yesu asifiwe. Haleluya. Nipende kuwakaribisha katika siku ya leo ndugu wasikilizaji, lakini pia nipende kumshukuru Mungu kwa sababu ya afya. Nipende kumshukuru Mungu kwa sababu ya amani ambayo ninaamini ndugu msikilizaji, Bwana anajifunua kwako kwa afya, kwa ulinzi. Kwa hiyo haya tunapaswa kumshukuru kwa sababu ya wema ambao ametupatia. Na wiki iliyopita tulikuwa tukizungumza kuhusiana na habari za jinsi ya kumjua Mungu, na tulichunguza mambo kadhaa kuhusiana na kumjua Mungu. Tuliangalia namna ambavyo maandiko yanavyojifunua kuhusiana na habari ya kujua, lakini pia kuhusiana na habari ya kumjua Mungu, na tumefafanua mambo mengi, na bila shaka wewe umebarikiwa kupitia masomo haya ambayo yalikuwa yakiendelea, na bado tunaendelea wiki kwa sababu ndani ya siku tatu kulikuwa na mambo mengine, kwa hiyo ibidi tupishe kidogo, lakini yote yalikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini pia katika wasaa huu bado tunakualika tuendelee na programu zetu. Wiki hii tunapoelekea kilele, kuna mambo mawili ya msingi ambayo tutayaangalia na tutaangazia hasa katika neno la Mungu. Jambo la kwanza linalohusu kumpenda Mungu, upendo. Hili tutachunguza sana ni namna gani upendo umejifunua kupitia Biblia. Lakini pia mwisho wa yote, baada ya upendo, tutahitimisha mada hizi tukizungumza kwa habari ya ibada. Kwa hiyo wewe tulia na wewe fuatilia vizuri sana kama utashare, kama utasubscribe, ili kwamba masomo haya yasiweze kukupita popote pale ulipo. Na katika wasaa huu tunapohitaji kuingia kwenye maombi. Kweli Yesu ananipenda. Ni kweli Yesu ananipenda. Ni kweli Yesu ananipenda. Biblia imesema. Wapendwa, Biblia imesema ya kwamba Yesu anakupenda. Biblia imesema ya kwamba Yesu ananipenda. Hivyo ndio maana akafa kwa ajili yako. Ndio maana akafa kwa ajili yangu. Ndio maana akaacha enzi. Ndio maana akaacha utukufu. Ndio maana akaacha utajiri wote, kwa sababu amekupenda na kwa sababu amenipenda. Tuna Mungu wetu, tunashukuru kwa sababu ya upendo wa pekee kwa ajili ya maisha yetu. Tunashukuru kwa ajili ya kumfunua mwanao Yesu Kristo, ili kwamba sisi tuijue tabia yako, tujue jinsi unavyotaka tuishi, lakini pia tujue namna unavyotamani kushiriki maisha matakatifu pamoja na nasi. Neema yako yatosha, lakini zaidi ya yote, Baba wa milele, Bwana, tunahitaji kukujua wewe, na tunahitaji kumjua Yesu Kristo, mwana wako pekee uliyemtuma ulimwenguni kwa ajili ya wokovu wetu. Na katika wasaa huu ninaomba amani yako itawale nchi zote duniani. Katika wasaa huu ninaomba Roho wako Mtakatifu atawale nchi zote duniani. Roho wako Mtakatifu akaguse maisha ya watoto wako duniani, ili kwamba ujumbe huu uliokusudia siku ya leo, ili kwamba neno lako hili uliokusudia siku ya leo linaposikiwa kwenye masikio yao, hebu Bwana ukaamshe nia zao, ukaamshe roho zao, ukaamshe akili zao kufuatilia mada hizi, ili kwamba siku moja waweze kupata na waweze kukutana na wewe ambaye Bwana unataka wakujue, na Yesu Kristo ambaye yeye tunapaswa kumjua. Ni kweli Yesu ananipenda. Ni kweli Yesu anakupenda. Ni kweli Yesu uliupenda ulimwengu. Biblia imesema. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu. Amina.